Maafisa wa polisi kaunti ya Garissa kaskazini mwa Kenya wameimarisha msako kuwatafuta watu wanaoaminika kuwa wanamgambo wa kundi la kujihami la kigaidi la Al-Shabaab linaloaminika kutekeleza shambulizi la kuvizia gari la polisi wa akiba katika barabara ya Hagdera kuelekea Biamathobe na kusababisha kifo cha mtu mmoja na wengine watatu kujeruhiwa vibaya kwa kupigwa risasi. Kulingana na polisi, waathiriwa walikuwa ni kundi la polisi wa akiba waliokuwa wakishika doria eneo hilo kabla ya gari lao kumiminiwa risasi. Baada ya shambulizi hilo, makabiliano makali ya risasi yalizuka na kusababisha wanamgambo hao kutorokea mpakani mwa Kenya na Somalia. Kulingana na polisi, wanamgambo hao walikuwa wamejihami kwa silaha hatari za moto wakati wa tukio hilo, ambalo ndilo shambulizi la hivi punde zaidi la wanamgambo hao katika ardhi ya Kenya. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen hata hivyo akiwahakikishia Wakenya usalama wao. Taifa letu liko salama. Liko salama sana. Hakuna wasiwasi yoyote ambayo unaweza kusema kuna wanajeshi wa nchi zingine ama regions za nchi zingine ambao wamekuja Kenya kudhoofisha mambo ya usalama. Kuhusu madai ya kuwepo kwa vikosi vya jeshi la eneo linalojitawala la Somalia la Jubaland nchini Kenya, Waziri Murkomen amewataka wanasiasa kukoma kuingiza siasa katika masuala yanayohusiana na usalama. Nimeona wengine ambao wamewahi kuwa katika ofisi za uongozi katika taifa letu wakiongea kiholela kwa mambo ya usalama. Hakuna mtu anaweza kuongea kiholela kama umewahi kuwa na ofisi hapo awali. Haiwezekani. Hakuna siku nitatoka hiyo ofisi, alafu wakati muda wangu umeisha nimetoka kwa hiyo ofisi niende niongee kiholela kuhusu security ya nchi. Nimeona wale wamewahi kushika ofisi za juu. Vice President Kalonzo, former Vice President wa Munyoro, wanaenda kuongea huko nje kiholela mambo ya usalama. Wanatafutia siasa ya pesa nani mambo ya usalama. Kweli tumekuwa na bahati mbaya kwamba watu kama hawa wamewahi kukaa kwa National Security Council. You know, mtu umewahi kukaa kwa National Security Committee, you know, huwezi enda kuongea kiholela mambo ya uongo ili kuharibia nchi yako. Mimi nataka kusema hapa wazi, Kenya is not under any threat from Somalia or any regional force from Somalia. The only threat we face as a country is the threat of Al-Shabaab. Kwa mara nyingine, Waziri Murkomen akikariri kwamba Kenya haifahamu kuwepo kwa jeshi la Jubaland nchini Kenya katika kaunti ya Mandera, ambapo inadaiwa shughuli za masomo na kiuchumi zimeathirika pakubwa kutoka